Jaribio lolote la kutomfikisha Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani tarehe 24 ya mwezi huu April 2025 litakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Hili ni onyo lililotolewa na mwanasheria mahiri, wakili msomi Peter Kibatala, ambaye pia ni mwanasheria mmoja wa wanasheria wengi wa Mheshimiwa Lissu, na kadhalika ni mmoja wa wanasheria wachache wenye ujasiri wa kusema ukweli hadharani katika taifa linalozidi kukumbwa na ukimya wa kitaasisi. Katika kauli hiyo, wakili msomi Kibatala ametoa ujumbe usio na tafsiri ya pili, kwa maana ya kwamba ni ujumbe wa moja kwa moja kwamba kama kuna njama yoyote ya kuchelewesha, kufuta au kutotimiza wajibu wa kisheria wa kumfikisha Mheshimiwa Lissu mbele ya mahakama, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wanaohusika. Amewatahadharisha wote walioko katika nafasi ya kuhusika kwamba usiri au mbinu za kificho hazitavumiliwa. Ni ujumbe mzito unaobeba si tu maslahi ya Mheshimiwa Lissu kama mtuhumiwa, bali maslahi ya sheria, uwazi wa utawala na heshima ya taasisi za nchi. Kwa mujibu wa wakili msomi Kibatala, kesi hii haiwezi kuwa suala la ofisi za siri wala maamuzi ya watu wachache walioko serikalini. Ni lazima ifanyike mbele ya umma. Aibu, anasema, ibebwe na upande unaostahili kuibeba, na bila kuficha. Tunaelewa anamaanisha upande wa mashtaka, yaani endapo kesi itapelekwa mahakamani na kuendeshwa kwa uwazi, basi upande uliolikoroga ndio uaibike, na kwa tafsiri ya hapa ni kuwa upande ambao unawezekana kuwa umelikoroga ni wa serikali, kwa sababu kesi yenyewe inaonyesha ni ya kisiasa zaidi kuliko ya kisheria. Katika kuhakikisha kuwa umma unakuwa sehemu ya kushuhudia haki hii, wakili msomi Kibatala ameeleza wazi kuwa anatarajia kualika rasmi mabalozi wa nchi mbalimbali waliopo Tanzania. Pia anaandaa barua za mwaliko, si kwa heshima ya kidiplomasia tu, bali kama hatua ya kimkakati kuhakikisha kuwa dunia inashuhudia kile kinachofanyika ndani ya mfumo wa haki wa Tanzania. Kadhalika, wakili msomi Kibatala amesema kuwa atawasiliana pia na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini pamoja na taasisi za kidini, lengo likiwa moja, yani haki hii isimamiwe kwa uwazi, kwa uangalizi na kwa uhalali. Kauli ya wakili msomi Kibatala inasisitiza kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu sio tukio la kawaida. Inabeba uzito wa kisiasa, kisheria na hata kiimani. Ina athari kwa taifa kwa sababu inahusu raia wa kawaida kuelewa haki zao ni zipi na endapo zinazingatiwa au kusiginwa. Na ina athari kimataifa kwa sababu itakuwa kipimo cha utayari wa Tanzania kuheshimu misingi ya utawala wa sheria mbele ya macho ya dunia. Wakili msomi Kibatala anataka kesi hii iwe somo kwa wote: mashahidi, majaji, watuhumiwa, waendesha mashtaka, waandishi wa habari na raia wa kawaida. Anasisitiza kuwa dunia ije ijifunze maana halisi ya kosa la uhaini, si kwa simulizi, bali kwa mashahidi wa moja kwa moja wa mchakato wa kisheria. Kwa msingi huo, tamko lake si propaganda, ni tamko la kulinda heshima ya mahakama, utawala wa sheria na haki ya kila Mtanzania kusikilizwa hadharani na kwa usawa mbele ya sheria. Katika hali ya kisiasa ambapo matumizi ya vyombo vya dola yamekuwa yakihusishwa na visasi dhidi ya wapinzani wa serikali, kauli kama ya wakili msomi Kibatala inakuwa ya kipekee. Haizungumzii tu haki ya Mheshimiwa Lissu kama mtu binafsi, bali inalenga kutengeneza mazingira ya uadilifu kwa kila Mtanzania anayeshtakiwa, haki itendeke. Ni wazi kuwa wakili msomi Kibatala hafanyi haya kwa Lissu peke yake. Anajenga msingi wa kisheria kwa ajili ya taifa. Anafahamu kuwa ikitokea kesi ya Mheshimiwa Lissu ikageuzwa kuwa maagizo ya kisiasa,
madhara yake hayataishia kwa Lissu peke yake, yatakuwa ni uthibitisho wa kuharibika kwa mfumo wa sheria. Kwa hiyo kuwahusisha mabalozi na taasisi za dini si mbwembwe, ni mkakati wa kulazimisha uhalali kwa njia ya uangalizi wa kijamii na kimataifa. Na hapa ndio tunaingia katika dhima ya kihistoria. Mwaka 2021 aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema wakati huo, Mheshimiwa Freeman Mbowe, alishtakiwa kwa tuhuma nzito za ugaidi. Kesi hiyo iligubikwa na ukimya, uoga na sintofahamu. Mheshimiwa Mbowe alikamatwa kwa nguvu, akanyimwa dhamana na akashikiliwa kwa miezi kadhaa bila ushahidi wa wazi. Licha ya kilio cha baadhi ya wananchi, hakukuwa na msukumo wa kweli kutoka kwa taasisi za sheria au jamii ya kimataifa kuhoji msingi wa kesi ile. Hatimaye aliachiliwa kwa kile kilichoelezwa kuwa ni maamuzi ya kisiasa kutoka juu. Haki haikutendeka mahakamani, haikuthibitishwa kuwa mashtaka yalikuwa batili na haikufutwa rasmi. Badala yake, huruma ya mamlaka ilichukua nafasi ya hukumu ya kisheria. Kwa msingi huo, wakili msomi Kibatala hafanyi mzaha, anajaribu kuzuia historia kujirudia. Anajua kuwa bila kushinikiza uwazi wa kweli, kuna hatari kesi ya Mheshimiwa Lissu kuishia kama ya Mheshimiwa Mbowe, kufanywa ya kisiasa kisha kutatuliwa kisiasa, huku haki ikitelekezwa. Ametoa wito wa kuwapo kwa mashahidi wa ndani na nje, si kwa kutafuta uungwaji mkono, bali kuzuia mamlaka kutumia vyombo vya dola kwa njia ya kukandamiza wapinzani bila kushikiliwa na uwajibikaji. Kesi za kisiasa haziwezi kuachwa mikononi mwa huruma ya watawala. Zinahitaji kuwekwa mikononi mwa taasisi huru, na zinahitaji msimamo wa kisheria, na zinahitaji ushiriki wa umma kama mhimili halali wa haki. Kwa kusema hayo, wakili msomi Kibatala anajenga hoja ya wazi kwamba Tanzania inapaswa kurudi kwenye msingi wa utawala wa sheria. Mahakama zetu hazipaswi kuwa sehemu ya kusafisha maamuzi ya kisiasa. Polisi hawapaswi kutumika kama zana ya kufanikisha mkakati wa utawala wa chama kimoja. Na wananchi wasikubali haki kufanywa kwa siri. Wasikubali tena kuona kesi kama ya Mheshimiwa Lissu ikifanyika bila uwazi, bila ufuatiliaji na bila kupingwa ipasavyo. Katika hili, wakili msomi Kibatala sio wakili tu wa kesi hii, anakuwa mpambanaji wa mchakato mzima wa kisheria na wa kihistoria. Anafanya kile ambacho taasisi nyingine zimekataa kufanya: kudai uwajibikaji, si huruma. Haki haiombwi kama zawadi. Marehemu Profesa Kigoma Ali Malima aliwahi kuwa waziri wa fedha miaka hiyo huko nyuma, aliwahi kutamka hili kwamba haki haitolewi kama zawadi. Haki hudaiwa, na kwa nguvu ikibidi. Haifai kusubiri huruma ya mamlaka, ilhali mamlaka hiyo ndiyo inadaiwa kuvunja hiyo haki inayotakiwa kutoa. Rehema ni nzuri katika imani za kidini, lakini katika mfumo wa sheria, huruma bila haki ni usaliti. Badala ya kuliacha swala la Mheshimiwa Lissu mikononi mwa siasa, inapaswa lisimamiwe katika mchakato wa haki kwa njia za wazi, kikatiba na uwajibikaji wa pamoja. Kama taifa, inapaswa kusimamia aidha upande wa sheria au upande wa siasa. Kurudia makosa ya ukimya kama ilivyokuwa katika kesi ya Mheshimiwa Mbowe inamaanisha wazi kwamba kutakuwa na mkwamo katika upatikanaji wa haki kwa kila Mtanzania. Malizie makala hii kwa kukumbushia kuwa mmoja wa viongozi wa dini, kama nilivyoeleza katika makala iliyopita, kwamba kuna uwezekano wa swala hili la kesi ya Mheshimiwa Lissu kugeuzwa kwa la kisiasa au kwa la kidini, ambapo moja wa mashehe anaitwa Sheikh Mwaipopo amewakaripia vikali maaskofu wa kanisa Katoliki walioitaka serikali kumwachia huru Mheshimiwa Lissu, na ameongea vitu vingi ambavyo sioni umuhimu wa kuvirudia hapa. Lakini haya yote ni mwendelezo tu wa kuwa kuna watu wanadhani kwamba haya matatizo ni kwa ajili ya watu fulani mpaka yatakapokuja kuwakumba wao wenyewe. Swala la Mheshimiwa Lissu sio kutokana na Ukristo wake, sio kwa sababu ya wenyekiti wake Chadema, ni swala la kila Mtanzania. Na kila Mtanzania ana wajibu wa kupigania haki, ana wajibu wa kupinga ukandamizaji, na hiki ndio alichofanya wakili msomi Peter Kibatala. Hampiganii Mheshimiwa Lissu peke yake, anapigania kila haki ya Mtanzania ipatikane kwa uhalali na kwa haki. Je, una maoni gani? Karibu sana kwa maoni hapo chini. Asanteni na kwaherini.